Nyakati hizi za majira ya mwisho wa mwaka, watu wengi wanatamani kukimbia kukamilisha target zao. Lakini wakati watu wanapambana kukamilisha target, makampuni yanapambana kukamilisha target, familia zinapambana kukamilisha malengo, kuzimu pia wanajiandaa kukamilisha target. Yamkini kuzimu wanajiandaa kukamilisha target ya ndoa, target ya biashara, target ya damu, target ya maisha. Sisi kama watakatifu, watu wa Mungu, lazima tujue kwamba tuko vitani. Maisha yetu sisi ni vita. Tunapambana na falme za kuzimu, tunapambana na wakala wa shetani. Wakala wa shetani wapo duniani. Wakala wa shetani tunaishi nao. Wengine ni washirikina, wengine ni waganga, wengine ni wachawi, wengine ni ndugu wa karibu au rafiki wa karibu. Kwa sisi kama watu wa Mungu lazima tusimame katika maombi kuweza kushinda ila za adui. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinaeleza vizuri kwamba kuna watu wanafanya biashara za miili na roho za wanadamu. Yaani ni mtu anachukua watu, anauza kuzimu, anafanya biashara ili kuweza kustawi na kufanikiwa katika kazi anayoiendea. Sasa wewe kama mwana wa Mungu, unapomaliza mwaka, usikubali kumaliza mwaka kizembe. Tambua ya kwamba uko vitani, unapambana na kushindana. Na kwa sababu uko vitani, unapambana na kushindana, lazima uwe mtu wa kujifunza kuomba. Lazima uwe mtu wa maombi. Ndio maana tumekuandalia maombi mwezi wote wa Januari. Tutasimama na kuomba na kumsihi Mungu milango ya baraka, milango ya neema, milango ya ustawi, milango ya kumjua Mungu, milango ya utajiri, milango ya heshima ikafunguke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu wa kukuvusha, hakuna mtu wa kukupeleka kwenye hatima njema ambayo Mungu amekusudia. Ni wewe mwenyewe kusimama, kupambana na kushindana kwa kufunga na kuomba, kwa kuwa ni nyakati ambazo shetani anapambana kuweza kufikia lile alilokusudia, na watakatifu wa Mungu tunapambana kuweza kuishi baraka aliyokusudia Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki na neema ya Kristo kufunike. Amen.